Karibu tena mzamaji wangu kwa mwendelezo wa taarifa za leo. Nakwambia mambo yanazidi kuchacha nchini Tanzania. Siku ya leo ambapo Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, anatarajiwa basi kuapishwa mjini Dodoma katika mojawapo ya uwanja wa kambi la jeshi. Unavyofahamu ni watu kadhaa wameuliwa, takriban zaidi ya watu 1000, wengine wanasema 700, lakini ukweli ni kwamba mamia na maelfu ya watu walipoteza maisha yao katika ghasia za maandamano zilizotarajiwa hivi karibuni baada ya taifa hilo kupiga ama kuingia katika uchaguzi mkuu. Na Samia Suluhu ametumiwa na mahakama kuu ile ya ICC kuhusiana na huenda sasa Wakenya wakamshtaki kutokana na dhulma ya raia iliyofanyika pale. Lakini hivi sasa naarifiwa kuwa kuna maandamano makubwa yanayoendelea nchini Tanzania licha ya maafisa au jeshi lile la usalama kuweka udhabiti katika miji tofauti tofauti, Dar es Salaam, Arusha, Dodoma. Kwa hiyo nataka nikuchezee kanda hiyo, lakini kabla ya hapo niomba sana uchukue sekunde yako moja upige subscription katika channel hii, like and also share. Tangu jadi kile ambacho kilishuhudiwa Tanzania hatujawahi kukishuhudia. Leo hii Mama Suluhu ataapishwa eti kashinda uchaguzi kwa njia ambayo ni si kihalali. Suluhu katika runinga ya kitaifa nchini Tanzania inafahamika kama TBC, katibu mkuu wa kiongozi alisema sherehe ya upishaji itafanyika katika uwanja wa jeshi. Ndio mama wanasema alishinda kura kwa 97% kwa kura ambazo zilipigwa, licha kwamba idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilikuwa ndogo. Mimi mwenyewe nilivyokuelezea katika video ambazo zimepita, idadi ya watu ambao walijitokeza katika vituo vya kupigia kura ilikuwa chache mno. Wale watu tulioshuhudia pale kidogo ilikuwa ni zile za asasi za usalama, vikosi vya usalama kule nchini Tanzania. Kinaya zaidi ni kuwa takwimu na idadi zinaonyesha Samia Suluhu alishinda kwa zaidi ya kura milioni 31 ambazo zilipigwa. Kutokana na watu kadhaa, mamia na maelfu ya watu wengine kutoka nchini Kenya waliouawa nchini Tanzania katika ghasia hizo. Huenda taifa la Kenya, mawakili wale wamesema watachukua hatua dhidi ya Mama Suluhu kumshtaki katika mahakama kuu ile ya kitaifa ICC kutokana na dhulma dhidi ya watu ambao wamefariki pale. So ni chama cha CCM kwa mara ya kwanza, Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikiongoza taifa hilo, lakini muhula huu kimepoteza mwongozo, kimepoteza mwelekeo, na sasa chama hicho wananchi wameresist vibaya sana na kusema it's high time wafanye mabadiliko. Hatujui, naambiwa kwamba kutokana na ghasia zile zilizoshuhudiwa pale kuna uhaba wa chakula, uhaba wa misaada. Mataifa kama Marekani yameambia raia wake wasijihusishe ama wasizuru Tanzania kutokana na uchafuzi ambao unaendelea pale. Hiki ni kikwazo kikubwa sana, kwa sababu sasa hivi Tanzania imepoteza labda misaada ambayo ilikuwa inapokea kutoka nchini Marekani. Soko lile la kitaifa limedorora, so hali ya uchumi itadorora nchini Tanzania. Unajua Tanzania katika sheria yake rais akishatangazwa hakuna mahakama kuu ambayo utaenda kupinga matokeo yale. Hiyo sheria humo haiwaruhusu. Alafu chama cha Chadema, chama kikuu pinzani nchini Tanzania, kimejitenga vikali na matokeo yale ya uchaguzi kikisema
uchaguzi huu ulikumbwa. Uchaguzi huu ulikuwa na dosari na vile vile ulikumbwa na udanganyifu mwingi sana. Kwa hiyo hatujui kile ambacho kitaendelea pale. Wacha tusubiri mama apishwe. Wamemuita Idi Amin, mama ambaye ametumbukiza Tanzania, taifa ambalo lilikuwa linajulikana kwa ujasiri, utulivu wa hali ya juu, katika lindi la ghasia, lindi la vurugu, lindi la vurumai za hapa na pale. Kwa hiyo nitazidi kukujuza kile ambacho kitaendelea pale. Asante sana kwa support na mchango wenu katika channel hii. Nakuomba sana upige subscription, like na kushare. Tutakuwa na taarifa nyingine zaidi.